yote ambaye atakunywa hodhi lake sheria hii asije akategemea yaum alqiyama kwamba atakunywa maji ambayo atapewa Nabii Muhammad huko kwenye hodhi hilo. Man lam yashrab hawd shari'ati Nabii Muhammadi, yote ambaye hatakunywa hodhi ya sheria ya mjumba Mwenyezi Mungu hii ambayo kapewa, asije akategemea ya kwamba atakunywa maji kwenye hodhi la mtume yaum alqiyama. La yumkin, haiwezekani kabisa. Katika sura Ash-Shura tutaondokea kwenye aya nambari 15 mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu kwa leo atatupa taufiki kuweza kufika. Aya hii baada ya kupewa mengi Nabii Muhammadi na kupewa nasaha na Mola wake, basi alichoambiwa katika aya hii, falidhalika fad'u واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. aya hii anaambiwa Muhammadi na kwa yoyote ambaye atakuwa tayari kuingia kwenye bahari hii pevu. Bahari hii kwa hakika ina kina kipevu sana, kwa sababu mtu la kusanya umbile lake katika tumbo la mamake mpaka inakuwa hakuna baina yake na kuingia peponi isipokuwa ni dhiraa moja. Lakini kwa kuwa bahari yenyewe ina kina kirefu, anapiga mbizi mtu anakwenda, mwisho wa habari pengine pumzi tamuishia, atakwenda na maji, na mwingine naye hivyo hivyo anakwenda katika bahari hiyo, haiwezi kabisa, lakini mwisho wa pumzi zake Mwenyezi Mungu anakuja kumpa uwezo, sasa anaibuka. Basi kwa hakika ni bahari pevu sana. Falidhalika fad'u, kwa jambo hilo waite watu kwenda katika sheria Mwenyezi Mungu, wa ila dhalika din, na kwenye dini hiyo alladhi shar'a Allahu lakum, ambayo Mwenyezi Mungu amewekea taratibu maalum za kufuatwa, asende mtu vile ambavyo anapenda yeye mwenyewe. Wa wasa bihi Nuha, na sheria hiyo katika mambo aliyopanga kamuhusia kwanza mtume alomleta ardhini wa mwanzo kabisa, Nuh alayhi salam. Wa auhahu ilaika, na jambo hili la dini, mambo aliyopanga kwenye sheria ameyafunua kukupa wewe ya Muhammad. Muhammad, fad'u ibadallahi, basi waite waja wa Mwenyezi Mungu wende katika mambo waliopangiwa na Mola wao katika dini. Wastaqim kama umirt, istaqim ala al-amal bihi, kuwa simama sawasawa, kuwa na msimamo katika kufanyia kazi, wala tazig anhu, wala usiachie kabisa ukwenda upande mwingine. Mambo hayo, matendo hayo, wathbut alayhi, na kuwa na msimamo thabiti, dumu katika mambo hayo, kama amaraka Allahu, kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu juu ya kudumu kwenye sheria hiyo. wala tattabi ahwaahum, wala tattabi ahwa almushrikin, wala usiwe tayari kufuata kabisa mawazo, matamanio ya watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wa ahlul kitabi, na watu ambao wamepewa kitabu, yani Mayahudi. Fataturuka alhanafiyya, ukaja ukaacha sasa njia iliyokuwa safi. Alhanafia, dini iliyokuwa nzuri, allati ba'atha biha, mila ambayo au dini ambayo allati bu'itha biha, dini ambayo umetuma kwa ajili ya hiyo au mila hiyo. Fa innaha alhaq, kwa sababu hiyo ndo mila ya haki, ndiyo dini ya sawa. Wa qul amantu bima anzala Allah, nasema nimeamini mimi yale
aloteremsha Mwenyezi Mungu, min kitabin ay walastu kalladhina yu'minuna bi ba'dhi, na wala mimi sikuwa kama wale watu ambao wanaamini baadhi ya mambo kwenye sheria, wayakfuruna bi ba'd, na wanakataa mengine. Wako katika Waislamu wanaamini baadhi ya mambo kwenye kitabu na mengine wanakataa. Yale ambayo yatakuwa wanakwenda sambamba na matamanio yao wanakubali, na yale ambayo yanavuruga itikadi zao wanayachilia mbali. Wanasema hivi sisi bana, kwa hakika bal wajadna alaihi abaana, mambo haya mengine kwa hakika tumekuta nayo wazazi wetu, kadhalika yafaluna, hivyo ndivyo wanafanya na sisi hatuwezi kuacha. Kama uko tayari kufuatana na sisi basi, lakini mambo tena tuache mambo yetu, hapo itakuwa ni tatizo kubwa sana. Mambo na watu wayakfuruna bi ba'd, wengine wanakataa baadhi ya sheria za dini, hawazitaki kabisa. Kama vile mtu kuacha ndevu zake, basi baadhi ya watu kwa hakika ile jambo wanalipinga sana, halipendi kabisa. Yahalquna lihahum, wanakatoa kabisa ndevu zao. Hakadha yu'minuna bi ba'dhi, wanaamini baadhi, wayakfuruna bi ba'd, na wanakataa nyingine kabisa katika sheria dini. Mimi sikuwa kama hao. Kwa nini? Kwa sababu Allahu Rabbuna, Allah ndiye Mola wetu. Kwa hivyo siwezi kwenda upande mwingine mimi baada ya kuondoka hapa yakaja tena mambo mengine. Kwa nini hapa ukaacha? Kwa sababu gani? Wa umirtu li'adila bainakum, nilichoamrishwa na Mola wangu kwenu nyinyi Mayahudi na Manasara na wengine wote, niliamrishwa kwa hakika nifanye uadilifu kwenu nyinyi. Ai amarani rabbi, ameniamrisha mimi Mola wangu, an ahkuma bainakum, kutoa maamuzi, kuhukumia nyinyi kati yenu, bil adli, kwa uadilifu, alladhi huwa khilaful jawri, uadilifu ambao ni tofauti kabisa na jeuri. Allahu rabbuna, Allah ndiye Mola wetu, wa rabbukum, na Mola wenu nyinyi, ai khaliquna wa khaliqukum, huyo ndiye muumbaji wetu. Kwa hivyo kama ndiye muumbaji wetu alotuvumbua sisi minal adami, pamoja na kukosekana, basi hakika hapa panahitajika kabisa kuthaminiwa mno. Warazikuna, na yeye ndiye mwenye kuturuzuku sisi. Warazikukum, na ndiye ambaye anaruzuku nyinyi, mruzukuji wenu hakuna mwingine. Wa ilahuna wa ilahukum, na ndiye muabudio wetu na nyinyi pia. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, maana ya aya hiyo, sisi tuna matendo yetu na nyinyi matendo yenu vile vile. Ai wasayujazi au wasayujaza, na takuja kulipa kullu minna, kila mmoja katika sisi, biamalihi, kwa matendo yake aliyofanya. Kullu minna sayujaza, kila mmoja katika sisi lazima alipwe. Khairan kana, ikiwa ni katika mambo ya khairi kafanya mtu, basi naam. Wa au sharran, au kama kafanya mtu mambo ya shari, fala yalumanna yawma idhin illa nafsahu, asije kafika pahala akalaumu illa nafsi yake ndio yakulaumu. Allahu ya la hujjata bainana wa bainakum, ai kwa kuwa mambo yako hivyo hakuna tena haja. Ma hunaka hajatun, hakuna shida tena, ila almuhajjati, tena kukaa vikao kujadiliana, Mola wetu hivi mnatakiwa mtoke katika ukafiri, hakuna shida hiyo. Alana, hivi sasa, baada dhuhuri alhaqi, baada ya kujitokeza ukweli wa dini, kila kitu bwana kwa hakika kinajulisha kwamba dini hii ndio dini ya sawa bwana. Mtu asome asisome, lakini kila kitu kwa hakika kinajulisha hivyo. Walladhina yuhajjuna fillahi, na kuhusu wale ambao wanajadili kuhusu dini ya Mwenyezi Mungu au Muhammad mwenyewe, au kuhusu Allahu tabaraka wa taala mwenyewe, wale ambao wanajadili fi dinillahi nabiyahu Muhammadan, wale ambao wanahoji kwa nini akapewa utume Muhammad hali ya kuwa ni mnyonge yeye, na hatoki katika makabila matukufu, hatoki katika mataifa, labda pengine taifa lake ni tajiri sana, labda huyu mzee wake alikuwa ni mfalme, alikuwa raisi, alikuwa hivi, mbona kapewa yeye hali ya kuwa ni lofa kabisa, mtoto mdogo hapo alipo, yatima hapo alipo. Min ba'di mastujiba lahu, ai
bil iman, baada ya kukubaliwa jambo hilo la Muhammad, lidhuhuri mu'jizatihi, kwa kujitokeza muujiza wake mkubwa sana. Wa humul yahudu, nao ni Mayahudi. Hawa kwa hakika alipokuja Nabii Muhammad walihoji sana, wakasema huyu kwa hakika ilikuwa hastahiki kabisa kupewa. Laula nuzila hadha alquran, mbona kwa nini afadhali angalau ingeteremshwa Qur'an hii ala rajulin min alqaryatayn adhim, kwa mmoja katika watu vitongoji viwili, ima Walid bin Mughira au mwingine. Lakini huyu ilikuwa hakuna nafasi hiyo ya kuweza kupewa. Jambo hili la dini, mtu wenyewe hapo walipo ndo kama mnavyomjua chunga mbuzi. Basi hujjatuhum dahida, hoja yao hiyo ni batil, haitambuliki kabisa inda rabbihim, mbele ya Mola wao. Wa alaihim, isitoshe si kwamba hoja yao haitakubaliwa, mambo yashamaliza. Si kwamba tena mtu alifanya jambo la kibida au la kiuzushi katika dini kisha tena likarejeshwa sikubalike ikando mambo yamekwisha. Hapana, atakula ghadhabu wa alaihim ghadabu, na wao watakuwa na adhabu min rabbihim, adhabu hiyo ambayo inatoka kwa Mola wao. Wa alaihim ghadabu wa lahum adhabun shadidu, watakuwa na adhabu iumizayo yaum alqiyamati, huko siku ya kiyama. Maana alayati, maana aya mbili hizi alipozungumza Allahu tabaraka wa taala, qauluhu taala falidhalika fad'u, anasema ay fa ila dhalika ad-din al-haqi, kwenye dini hiyo ya kweli, alladhi huwa al-islam, ambayo ndo Uislamu, si kwenye mawazo yake mtu, si kwenye grupu lake mtu, si kwenye vikundi vyake mtu. Fa ila dhalika dini, kwenye dini hiyo, alhaqi, ya ukweli kabisa, alladhi huwa al-islam, ambao ni Uislamu, alladhi shara'ahu Allahu lakum wa wassa bihi Nuha, Uislamu ambao Mwenyezi Mungu amewekea taratibu nyinyi na akamuhusia Nuhu, wa auhahu ilaika, na akaufunulia akauleta kwako, akaufunulia uhai kukupa wewe. Fad'u jami'an nasi, waite watu wote kwenye dini, si kwenye makundi. Si labda pengine mtu anamwita mtu kwenye kundi lake afate vile anavyotaka yeye, aache dini. Hapo kwa hakika Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, fad'u jami'an nasi arabahum wa ajamahum, wa arabu wa ajemi wote, fa innahu dinullahi, kwa sababu hiyo ndiyo dini ya Mwenyezi Mungu ambayo la yakbalu dinan siwahu, hakubali Mwenyezi Mungu matendo yaliyokuwa kinyume na dini, hayakubali kabisa. Wala yakmulu linsanu, wala hakamiliki binadamu fi akhlaqihi, kwenye tabia zake, akaona kwamba hukatengenea sana huyo, mambo yakana kwenda vizuri katika mambo ya kiandoa, ya kibiashara, ya kidini, hakamiliki kabisa mtu. Wa maarifihi, na hata utambuzi wake hakamiliki binadamu huyu, kwamba huyu ana maarifa, huyu ni mjuzi, hakamiliki. Wa adabihi, na adabu zake. Wala yas'adu, wala hata kuwa mwema, fi daraini, katika nyumba mbili, ad-dunya wal akhirah, duniani na akhira, illa, isipokuwa alaihi, isipokuwa labda atakuwa mwema kwa kupitia dini. Wastaqim alaihi, anaambiwa Muhammadi, na simama katika jambo hilo sawa sawa, kama amaraka rabbuka, kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu Mola wako. Yatakiwa usimame kwenye jambo la dini kama alivyokuamrisha Mola wako. Akikuelekeza pahala panga safu vizuri, basi uwe tayari. Akikwambia kwamba ziachie ndevu, basi uwe tayari. Akikwambia kwamba kata maguu yako, masuruali yako yasivuka kwenye vifundo vya miguu, haya kwa hakika uwe tayari nayo. Akikwambia paka pahala na kutaka lazima usome, unijue hasa Mola wako ni nani, unatakiwa kabisa uwe tayari.
kama amaraka rabbuk, kama alivyokuamrisha Mola wako. Wa min umuri rabbina, na katika amri za Mola wetu alizotaka si tuzifanye, alikwambia fa'alam, jua kwanza mja, annahu la ilaha, ya kwamba mambo yalivyo hakuna afai kuabudiwa illa Allahu, isipokuwa yuko anajulikana kwa jina Allahu. Wastaghfir li dhanbik, halafu baadaye ndo fanya matendo, mtake msamaha kwa matendo yako utakayofanya, kwa maovu utakayofanya, kwa madhambi utakayokuwa nayo, basi hapo utakiwa uombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.